wa rehema zake na zaidi sana uvumilivu wake na ustahimilivu wake kwetu tungali tunaishi. Tuna kila sababu za kumshukuru Mungu, kumtukuza, kumwamini, kumtumaini na pia kumtumikia, kwa maana ndiye mwenye nguvu, ndiye mwenye uwezo. Inampendeza kwamba siku ya leo tuweze kupata nafasi ya kutana masaa kama haya ni kwa ajili ya kushiriki neno lake Bwana. Kwa hivyo mahali pote ulipo, ninakukaribisha katika neno la Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Naomba tu muda wako mchache kwa ajili ya kushiriki au kusikiliza sauti hiyo, na zaidi sana moyo wako uwe wazi kwa ajili ya neno lake Bwana, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Kwanza kabisa ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi, kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo ametukirimia kuwa nazo. Tunapoendelea kujikabidhi mbele za Bwana ili ya kwamba aendelee kutulinda na kutuepusha na yale mabaya, atukirimie neema ya kushuhudia mema yake. Kwa imani yote inawezekana. Kwa hivyo nakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Naomba na wewe pia uweze kuchukua nafasi ukazungumze na Bwana tunapolipo. Ukampe hitaji lako kwa imani. Anaweza kukumbuka leo akakusaidia ukashuhudia uzuri wake Bwana. Kwa maana Mungu wetu hana upendeleo wala ubaguzi, ni Mungu wa watu wenye mwili, hasa wale ambao wanamwamini na ushuhudia wema wake Bwana. Nasema Zaburi 119:33 hadi 35, alafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalms 119 verse number 33 to 35. Bwana, unifundishe njia ya amri zako, nami nitaishika hadi mwisho. Unifahamishe, nami nitaishika sheria yako. Naam, nitaitii kwa moyo wangu wote. Uniendeshe katika mapito ya amri zako, maana nimependezwa nayo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uishie milele, ndiye mwanzo tena mwisho, ndiye tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako na wingi wa rehema zako. Asante Bwana kwa ustahimilivu wako na uvumilivu wako kwetu. Asante kutuhifadhi mpaka masaa kama haya. Sifa hizi ni zako pekee juu. Unastahili, unatosha na unaweza Bwana. Asante kulinda mahali hapa na kulinda wasikilizaji na kazi zao. Pokea sifa kwa maana unatuwazia mema Jehova, na mipango ulionayo juu ya maisha yetu mipango mema. Sifa zikurudie uketipo kiti chako cha enzi mbinguni. Uinuliwe na utukuzo wa Bwana na heshima, kwa maana hakuna kama wewe. Ndipo Jehova tunashuka chini ya miguu yako tukiomba msamaha wa dhambi. Katika kunena, kuwaza, fikira, hisia na hata matendo, ni mengi tumeyashiriki yasiyostahili mbele zako. Utusamehe Bwana na ututakase, utusafishe na utubadilishe. Ndani yetu Bwana ukatuumbie roho ya kutenda mapenzi yako. Ile roho ya uasi ukatuondolee, kwa maana uweza na nguvu zina wewe Bwana. Tumejiweka mikononi mwako, endelee kutulinda kwa ajili ya siku ya leo. Uzidi kutuepushia mikasa, mikosi, majali, mambo yote mabaya. Bwana tunaomba ukazidi kutuongoza na ukazidi kutuma msaada wako kwa ajili ya mahitaji yetu Bwana. Na sifa zote zitakurudia Jehova. Mahali hapa nazidi kupaeka mikononi mwako Yesu. Unaona tusiyaona na kujua tusiyejua Jehova. Mipango yote ya shetani na watu wake ukasambaratishe. Ukadumishe mpango wako mwema mahali hapa Bwana. Ukazidi kushusha neema ya wokovu. Wazee kwa mama na vijana na hata Bwana wote wanaosikia wakakombolewe. Na sifa zote zitakurudia Bwana.
Endapo kusikia neno lako Jehova, unikirimia kunena yapasayo na yastahiliyo kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako, naomba Bwana likambadilishe, likamfanya kuwa mwana katika ufalme. Nimekamata mateka maroho ya wachawi, waganga, washirikina, Illuminati, devotion. Chochote kinaweza inuliwa kinyume na injili hii, ninakikamata mateka ikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tawala na ukatende mema, na sifa zote zitakurudia. Damu yako itufunike na ikanene mema. Mungu Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatumie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama na uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama na uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwa sana. Mungu wa amani akuzidishie neema ya kuona uzuri wake Bwana katika maisha yako ya siku ya leo, na kwenye kuishi kwako ukiona ni mbaya usitende. Kama unapitia shida, zidi kuvumilia na kuomba Mungu na kushika sana yaliyo bora, yale yaliyo haki na halali mbele zake Bwana, na hapo ndipo ushindi utauona. Na ukiona mambo yako yamezidi kuwa magumu sana, usisahau ya kwamba Zakaria na Elisabeti walikosa mtoto mpaka uzeeni, lakini Mungu hakuacha wakufe bila mtoto. Na kilichofanya Mungu awasaidie ni kwa sababu kanasema pamoja na shida zao waliendelea kumtumikia Mungu, wakifuata sheria za Bwana na amri zake zote bila lawama. Ndio ilichangia Mungu kuwasaidia. Kwa hiyo na wewe pia, pamoja na shida yako, serve the Lord, hold on to his laws and statutes, na kwa kila ufanyalo epukana na dhambi, kosa na lawama. Na Mungu ambaye alikuumba, you can change anything. Yusufu anasema they intended evil, but God changed it to be good for the salvation of a big nation. Mpendwa, pamoja na hitaji lako, shika sana yaliyo bora, mtumikia sana Mungu wako, achana na dhambi hata kama unateseka, sababu Mungu ni mtakatifu. Hata kusaidia kwa sababu uko na shida, hata kusaidia kwa sababu unastahili mbele zake. You are worthy. Kwa hivyo mpendwa, usishiriki dhambi au mabaya kwa sababu ya tatizo lako. Uzuri usimama katika haki pamoja na ile hitaji lako. Mungu mwenye haki anasema macho yake yanawaelekea wenye haki, na masikio yake yanasikianga kilio chao. Na yeye anaweza kumtoa mtu mavumbini akamketisha na wafalme. Kama yule aliye mavumbini anamtumikia Bwana, kama yule aliyeketi mavumbini anamcha Bwana, anashika sheria za Bwana, anaenenda katika njia za Bwana, basi Mungu anaweza kumtoa chini akamweka juu. Lakini mtu ambaye anashiriki maovu, anatenda mabaya, japo anaweza kuwa yuko na shida, Mungu hawezi kumsaidia hata kidogo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tia sana utendaji. Na wewe ambaye umesaidika, maana duniani pia kuna watu walisaidika. Wewe ambaye uko miongoni mwa wale wamesaidika, wako na uwezo, usisahau uko nyuma. Wale ulipitia usisahau. Ukaanze kuishi mbali na Mungu, ukachukuliwa na raha za dunia na anasa na starehe za maisha haya, ukamsahau Mungu aliyekupa nafasi hiyo na uwezo huo na mamlaka hayo na hiyo cheo, ukamsahau, basi utapitia mara mbili yake ya yale uliyopitia nyuma. Kama umesaidika, ndio nasema honor God with your substance. Usimbane na malimbuko ya mazao yako.
kama amekujalia kupata, tumia kwa njia inayompendeza. Maana aliyekufungulia mlango anaweza pia kuufunga kama utautumia kwa njia mbaya. Alimpea Sauli mfalme na akamnyang'anya, akapea Daudi. Sababu Sauli alianza kufanya yasiyofaa. Umesaidika sasa, huko ulitoka uanze kuwadharau wengine na kuwatumia vibaya na kuwanyanyasa na kuwatukana wengine na kuwabagua wengine na kuingilia anasa za dunia. Usema sasa ni mali yangu na kula, najipa raha mwenyewe, napenda raha kivu kinakuja. Usifanye mambo kama hayo. Kama umesaidika, tumia kwa njia inayompendeza Mungu, ili kesho usije ukajikuta jana. Unaweza kujikuta maisha ya jana yamerudi tena, yale mateso ya nyuma yamekurudia tena yamerudi na mara mbili yake. Kama ukisaidika utamsahau Mungu. Wana wa Israeli walipomsahau Mungu, wale walipelewa Misri, na yule Mungu tu aliwapeleka Babylon. The same God who saved them from Egyptians is the one that submitted them to King Nebuchadnezzar. Na akaruhusu Nebuchadnezzar akakuja akachukua kila kitu, akavunja hata nyumba ya Bwana, akachukua mateka. Zamanizo Yeremia alikuwa nabii, akamchukua mpaka Yeremia, kwa sababu watu walianza kumkataa Mungu. Pamoja na kusaidika, walisahau Mungu wao, walianza kuishi vyao. Sasa Mungu ambaye aliwasaidia pia ni yeye tu aliwamaliza tena. Wewe mwangalifu sana. Kwa ujumla ni kwamba Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kumwamini Bwana na uzima wa milele. Asiyemwamini Mwana, ghadhabu ya Mungu inamkalia. Nakupa shauri wewe usiyeokoka, mwamini Yesu upate kuokoka. Maisha bila Yesu ni kama tawi bila mti. Hata kama linono ni kubwa, lina uzuri fulani, kama limebambuliwa kwenye mti, ile tawi is good for nothing, halifai kwa lolote. Maisha bila Yesu ni kama tawi bila mti, halina umuhimu. Hata tukilihifadhi haliwezi kusaidia, bado litanyauka tu. Kama limebambuliwa kwenye mti, hata tuliwekelee maji, bado litakufa. Sasa mtu anayemkataa Yesu, hata awe na kazi, awe na masomo, awe na cheo, ajulikane na serikali za dunia, awe nani, kama mkataa Yesu ananyauka tu, na kukauka mwisho wake ni kutupwa motoni, jehanamu ya moto. Mpe nafasi awe Bwana na Mwokozi wako, akutawale, akuongoze na kuelekeze. Utakuwa baraka duniani, mwisho uzima wa milele. Kimkataa Yesu, duniani ni mapigo, the wrath of God, mwisho wake ni jehanamu ya moto. Sio miongoni mwao. Kama umeokoka unanisikiliza, shika sana ulicho nacho. Kama ulikubali wokovu, basi dumisha wokovu kwa kutenda matendo yanayoambatana na wokovu. Usiseme tu nilimkiri Yesu na utendi kulingana na asemavyo. Utakuwa miongoni mwa wale wana wa ufalme ambao watakataliwa. Kuna wana wa ufalme ambao tunasema watakataliwa, sababu wao walipofika kwenye ufalme they relaxed na kufanya kazi ya mabadiliko. Kishampokea Yesu na kubali kubadilika, unaanza kutenda asemaye, ndipo sasa utaona furaha ya wokovu mpaka uzima wa milele. Hell is real and also heaven is real. Chunga sana ufanyavyo, angalia sana uishivyo. Mungu anatupa mwito sisi duniani sote. Mwito wake ni mmoja kwetu sisi binadamu. Nasema kwamba tuchunguze njia zetu na tusijaribu njia zetu, na tumrudie tena kwa kabla ile siku mbaya haijafika. Utakaposema tungelijua, tungeliokoka.
na muda wa kuchunguza njia zako na kuzipima na kufanya kumrudia Bwana tena. Nami nakuletea neno la Mungu ambalo kwa hilo unaweza kulitumia kuchunguza njia yako na kuipima na kuelewa ni wapi ambapo unapitia pasipofaa mbele za Bwana na kuacha mara moja. Mungu wetu anasema yeye ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, tena ni mvumilivu kwa watu wote. Na mtu yeyote akubali kutubu, haijalishi kosa lake. Yeyote anayekubali kutubu, Mungu anasema yuko tayari kumsafisha na kumtakasa, kufuta uovu wake wote. Zaidi sana akikubali na kutia na kula hata mema ya nchi. Sasa unaposikiza neno la Mungu, examine your ways and return back to the Lord. Usifiche dhambi, na wala pia usiisifie dhambi, maana pia kuna wao wanaoisifia dhambi na kuiongelea kana kwamba sio dhambi, sio miongoni mwao. Mungu anasema ni watu ambao wamekuwa kama simba msituni, wameinua sauti zao mbele za Bwana. Kamwambia Isaya, ole wao wanaoshindana na Mungu wao. Usikubali kwa miongoni mwao. Neno la Mungu unapolisikiliza, nikikukosoa usikatae, nikikuonya usikatae. Kubali, tubu na ubadilike, mwisho wake utauona uzima wa milele. Pale Yeremia 13. Kwa nini watu wao wanateseka? Kwa nini watu wao wanapata mateso? Tunaona kwamba neno la Mungu linazidi kusaidia. Sisi tunaona kwamba watu wengi wanateseka kwa sababu ya kwamba wengine wanakataa kumsikiliza Mungu. Hata wakisikia maneno ya Mungu wanakuwa na kiburi cha moyo na cha uzima. Wanakosa kama kujisalimisha kwa maneno ya Bwana Mungu wao. Wanaamua kuishi kwa ushupavu wa mioyo yao. Wanachagua njia zao wenyewe, wanaiacha njia ya Bwana. Haya ndiyo huleta mateso maisha. Jambo lingine tuliona ni kwamba watu wengi wanapoishi hawamtukuzi Bwana, wanaishi kivyao, wanajitukuza wao wenyewe na kuwatukuza wengine, hawamtukuzi Bwana Mungu wao. Hapo ndipo sasa mema hugeuzwa kuwa giza na mateso, na watu wanachukuliwa, wanatekwa nyara, wanaingia maisha ya machozi, kwa sababu wengi tunapoishi we don't consider glorifying the Lord in whatever we do. Hatujali kama tunamtukuza Bwana ama hatumtukuzi. Sisi tunajali tupate hela fulani, tupate kitu fulani. Hatujali kama Mungu anatukuzwa na yale tunafanya ama hatukuzwi. Sasa hiyo ndio hiyo inachangia mateso, ndio inachangia vilio maisha. Na nikukumbusha tena siku leo mpenda, whatever you do, make sure that God is glorified. If you will love to see goodness in your life and also to be among the sons of God, make sure whatever you do. Paulo anasema hata kama ni kula au kunywa, kwa lolote fanyeni tufanye kwa jina la Bwana, na pia tufanye kwa utukufu wa jina la Mungu. Tusifanye tu mambo kwa sababu watu wanafanya. Tusifanye kwa sababu tuko na ile uwezo wa kufanya. Mambo yote ni halali, lakini sio yote yanafaa. Mambo yote ni halali kwa wanadamu, lakini sio yote yanayojenga. Mengine yanabomoa. Ile usijitie chini ya utawala wa chochote. Akawaambia wasionie kwamba examine, test everything. Jaribuni mambo yote. Mjitenge na ubaya wa kila namna, mshike lililo jema. Na akasema Mungu wa amani atawahifadhi. Sasa ni vizuri mpendwa, kila jambo unalofanya examine it.
Does it bring glory to God? Unaleta utukufu kwa Bwana. Unapoenda kununua nguo yako, unauliza na hii vazi nikilivaa italeta utukufu kwa Bwana kweli? Hatua zote unazofanya maishani mwako, kama ungelipenda kuona mema na kuona uzima wa milele, hata hiyo kazi unaifanya kupata faida si vibaya, lakini faida ya kudhulumu watu sio nzuri tena. Kwa hivyo hata wenye faida yako na ipata mwanabiashara ni kuuliza kwamba hii faida, do I glorify God? Is God glorified with this profit I am making? Na Mungu anahusunishwa. Alipoongea na Hosea alimwambia naona wanabiashara ambao wako na mizani ya uongo, wanapenda kudhulumu. Sijui kama wewe ni mmoja wao. Tunateseka kwa sababu we don't think about glorifying God in whatever we do. Na wala huwa hatutafuti kumtukuza Bwana kwa yale tunafanya. Sisi ni watu ambao tunamtaja kwa maneno, lakini tunajitawala wenyewe. Tunajiongoza na kujiendesha. Whatever you find doing, we do it because of our own benefit. We are not after glorifying the Lord. Na hiyo ndio inafanya ya kwamba tunakuwa mateka na giza linaingia maishani mwetu. Tunaishi maisha ya kujikwaa, no progress. We are always hindered na kurudishwa nyuma kwingi, kwa sababu na sisi wenyewe pia Mungu ambaye ndiye anadhibitisha na kupea watu msingi ulio imara na kuwaletea utukufu. Sisi tunapofanya mambo yetu hatufikirii kumtukuza yeye. Hapa tunapofungua midomo yetu kuzungumza hatufikirii kumtukuza Bwana. Tunazungumza bila kujali. Mengine yanamwaibisha Bwana. Hata wengi wetu tumeokoka, kanisani tunaenda, lakini matamshi yetu ni matamshi ambayo yanamdhalilisha Mungu, yanamwaibisha Mungu. Mungu akamwambia Ezekieli, jina langu linatukana kwa mataifa kwa sababu ya wale watu wanaonijua. Wale watu wanaomjua Mungu. Vitendo vyetu vingi na tabia zetu nyingi, hatua zetu nyingi zinakosa kumletea Mungu utukufu. That is why many Christians will lack the joy of salvation. Kwa sababu tumeokoka jina, tumeokoka maneno na midomo na Jumapili, lakini huko nje sisi ni wale wale tu. Kwenye ugondi tunapatikana, kwenye matusi tunapatikana, kwenye uongo tuko hapo, kwenye uzinzi tupo, na kuvaa mavazi mabaya tuko hapo. Tunamsaidia shetani kazi ya kusambaza uzinzi duniani. Sasa ndio nakuta tumeokoka, tunamwabudu, lakini furaha ya wokovu hamna, kwa sababu na sisi hatumtukuzi Bwana. Angalia sana mpendo, na kinachofanya watu wengi wamtukuzi Bwana ni kwa sababu watu wengi, we are not followers of God. We are followers of fellow men. We follow our fellow men. Tunafuata wale wanadamu wenzetu, hatumfuati Mungu. Tunafanya mambo kwa sababu marafiki wanafanya, walio karibu nami wanafanya, ndio inasababisha tunateseka. Na leo na kuzungumza kuhusu nani jambo hilo. Watu wanasema sababu wanawafuata marafiki zao, hawamfuati Mungu. They follow their own friends. That is why people suffer. Yeremia 13 mstari wake wa 20 anasema, inua macho yako ee Yerusalemu, ukawatazame hao wanaokuja kutoka kaskazini. Liko wapi kundi lako lilopewa, kundi lile zuri? Mungu akazungumza na Yeremia kwa habari ya Yerusalemu, na ikaonekana kuna watu wanakuja wakuteka nyara Yerusalemu.
watu walionekana wanakuja wakutesa Yerusalemu na kunyang'anya Yerusalemu kundi ile nzuri, sehemu ile nzuri. Lakini Samueli kubwa 21 anasema, utasema nini wewe utakapoweka rafiki zako kuwa kichwa juu yako, ikiwa wewe mwenyewe umewafundisha kuwa juu yako? Je, huzuni haitakushika kama uchungu wa mwanamke aliye katika kuzaa? Mateso tunayopata kwa sababu tunaweka marafiki zetu wanakuwa ndio walimu wetu, marafiki zetu wanakuwa ndio viongozi wetu. I am doing this because of my friends. Sitaki kumkosea rafiki yangu, sitaki kumkwasa rafiki yangu. All my friends are doing it, so I am supposed to do it also. Hiyo ndio inafanya kwamba the goodness we have fades away, and the good things that God created for us, the enemy steals it. Na Mungu hawezi kuwa na sababu ya kutusaidia. Hata ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu watu mnaoleka wawili alafu mnaendesha ndoa na marafiki. Hata wanakuambia siku ulioleka, hata jirani yako kutaka ajue kama nyumba ya mabati, hata kukoa ulikuwa unakoa chini ya kitanda, ndio jirani asisikie kuna msichana ndani. Kwenda chao, unaenda chao usiku, mchana unashinda ndani, hakutaka mtu ajue umeoleka hapo. Lakini siku zikisonga, unaanza kukaa vikao na akina mama, wanaanza kupea mashauri ya ndoa, unavunja ndoa yako. Tunatesea kwa sababu maandiko yanasema kama wewe utawafanya marafiki zako while you are head, they control you. Anasema basi utakuwa na uchungu sampuli ya mwanamke aliye katika kuzaa. Maisha ya watu wengi yana machungu kwa sababu wamefuata marafiki zao. Mpendwa, kuwa na marafiki ni vizuri, lakini ni hatari sana kufanya marafiki wawe wasemaji wako, marafiki wawe kichwa chako. You don't have your own opinion. You cannot think for yourself. You cannot decide for yourself. What your friends tell you is what you follow. Na mimi nakwambia hivi, 100% of those people who you call friends, some of them are not friends. They are just devils in sheep clothing, buying time. Wanaiba muda tu. Bwana kusaidia sana. Ndio maana Hosea anasema usimtumainie hata rafiki. Hata rafiki yako usimtumainie. Judasi alikuwa mweka hazina. Mweka hazina si rafiki mkubwa sana. Because you cannot give somebody akuwekea pesa kama si rafiki. Sasa Judasi alikuwa mweka hazina, lakini yeye aliuza Yesu. Pamoja na yeye kuwekwa awekange pesa. Tena si pesa tu, sadaka. Lakini aliuza Yesu. Don't trust in your friends. Put a boundary between you and your friends called God. A boundary called God. God first. Friends to follow. You will never suffer. But if you put your friends as your head, God is now second. Or just by the way. Mungu anasema ndio maana huzuni inakuwa kama ya mwanamke anayejifungua. Mambo yanakuwa mazito mpaka mtu anachukua sumu. Mtu ambaye Mungu anasema anamwazia mema, anachukua sumu, anakunywa, anaenda zake akifikiria amemaliza shida. Kumbe when you commit suicide, you have entered into a ton of suffering. Mateso ya milele jana. Hakuna mbingu ya waliojiua.
waliokunywa sumu, waliojitupa kutoka ghorofa, waliojinyonga na kamba. Mbingu hakuna kwa watu kama hao. There is no heaven. Lakini haya mambo huchangiwa na sisi binadamu kuwafanya marafiki wasemaji wetu. Hatuna muda hata wa kufikiria. Isaya, Mungu akamwambia, my people they don't think. Hawafikiri. Hatuna muda hata wa kuomba Mungu. Wewe kila wanapokuambia marafiki ndio unafanya. Hauna nafasi ya kujifikirisha na wewe mwenyewe. Friends can advise you, but if you mess up, they can't help you. Walipanda. Ndio maana Mungu anasema ukiweka marafiki kwa kichwa chako, uliza Sauli atakwambia mambo haya. Samueli wa kwanza 15. Uliza Sauli atakueleza. Akatumwa na Bwana aenda Amaleki amalize kila kitu. Lakini wale alitembea na wao. Chunga sana wale unatembea na wao wewe. Usiwafanye kuwa kichwa chako. Usikubali wakubebea akili. Kila kitu wanakushauri ndio unakifanya. Na wengine mpenda, mtu mmoja alisema ya kuambiwa ongeza na ya kwako. Yale unaambiwa ongeza na yale ya kwako. Sasa ya tafakari, ya changanye. Na ikiwezekana sasa ongeza na maombi juu yako. Kamuulize Mungu. Mtu mmoja ambaye alifanikiwa anaitwa Yehoshafati. Alikuwa na rafiki ndio, lakini kwa kufanikiwa kwake, yale rafiki alimwambia kwanza alihusisha Mungu. Na hata kama alipumbaza kidogo, but because he involved God. That is why mchoro ambao Ahabu alikuwa amechora wa kuua Yehoshafati haukufanikiwa. Sio kila rafiki ni rafiki, wengine tu wanaiba muda. Unajua Ahabu alikuwa rafiki ya Yehoshafati, tena akampa msichana wake, tena akamfanyia harusi. Ushawahi na mama mkwe amefanya harusi? Nampa mtu msichana tena namfanyia harusi. Ushaona hilo? Wewe rafiki wa hali ya juu sana. Lakini pamoja na hiyo yote Ahabu alikuwa anataka kumuua Yehoshafati. Siku moja akamwambia nisindikize vitani. Sijui wewe unaambiwa na nani umsindikize. Chunga sana. Sijikawa unakufa. Hapo akanambia Yehoshafati nisindikishe mahali kwenda vitani unisaidie, wewe ni rafiki yangu wa kutoka mbali. Lakini Yehoshafati akamuhusisha Mungu. Kamwambia we must inquire from God. Na kwa sababu ya hiyo tu, hata kama walienda vitani, jambo lingine mpendo, ukiona mnatembea na mtu anatoa koti lake anakupa wewe na wewe unachukua la kwake, chunga sana. Inawezekana unadanganyika. Wewe vaa hizi viatu vyangu na mimi kama hivi vya kwako. Ikatokea wapi hayo? Maandiko yanasema Ahabu alijua wataenda kuwa mfalme. Ahabu akakataa kuvaa kifalme, akavaa kikawaida. Yehoshafati akavaa kifalme. Walipokuwa vitani, wale maadui walikuwa wamesema let us kill the king. Wakaangalia nani akamangua za kifalme, wakamfuata Yehoshafati. Mungu tu ndiye alimsaidia, wangemuua. Kifo cha Ahabu angekufa Yehoshafati. When you make your friends your head, you will suffer their sufferings. Kama sio Yehoshafati kuwa anakaa karibu na Mungu, angekufa kifo cha Ahabu. Maana kifo kilikuwa cha Ahabu, lakini Ahabu ni mkora kivyake. Amedanganya mwenzake amevaa kifalme na yeye amevaa kilegereje. Sasa ni Mungu tu alimhurumia Yehoshafati. Wale walikuwa wanamkimbiza, walipomshika wakasema kwanza kabla tumuue tumfunue kwanza. Walipomfunua uso wakapata si Ahabu. Hapo ndio walimwacha. Sasa maandiko yanasema vita wakiwa wanatoka vitani, kaonekana mfalme hajauawa. Mtu mmoja akachukua mshale akarusha angani. Ukaenda hivyo ukampata Ahabu na akakufa.
Some of us we suffer because we make our friends our head. And we make our friends our teachers. Ulikuwa unavaa vizuri, marafiki baba akakufundisha kuvaa vibaya. Ulikuwa unaheshimu mume wako, leo unamjibu kama Mungu atuhurumie sana. Lakini waliokufundisha hayo, marafiki, mke wako ulikuwa naye kaa kwa amani, mnazungumza vizuri, mnaelewana, leo lazima umpige kwa sababu marafiki walikuambia wanawake lazima unawapiga kidogo. Marafiki, na unaweza kuta mwenye alikwambia upige mke wako, kwake hapiganangi. Kwake hajawahi pigana, lakini anakuambia wewe ndio mpige kofi. Kuongelesha tena mpige kofi. Lakini inawezekana hata yeye nyumbani hata ako wangi amenyamaza kama maji ya mtungi. Una wanaume umuhimu wanajifanya sana na sauti kubwa. Nakutisha vitisho, lakini nyumbani kwao wamenyamaza kabisa. Tena shetani anawapa simu. Kifika nyumbani ni simu, haongei. Hata liharibike jambo, yuko kwa simu. Shetani yashindwe. Wengine hata baendali nyumbani, kitoka kazini anaingia video. Mwoga akae kwa video mpaka saa 4 akangojea mke wake halali. Lakini huko mtaani anatembea akiwa anasikia anaweza piga watu. Wanaume wacha tabia kama hizo. Siokoke. Kile kinakufanya unafanya hivi ni kwa maana umekataa kichwa Yesu Kristo. Ndio unaogopa kukaa kwako mapema. Hata ukiona yakiharibika mambo huwezi kurekebisha. Mke uliyemwoa anatoka nyumbani amevaa mavazi ya makahaba, lakini mwanaume mzima you can't tell your wife. Uko mtaani unasema wanawake wanavaa vibaya, na wako wa kwanza huwezi kumueleza kwa sababu umemkataa kichwa Yesu. Bwana atusaidie sana. Najua kwa ile utapenda, lakini si afadhali nikueleze ukweli. Ni wakati wa kutubu kumrudia Bwana. That is why I was telling the plain truth. Naweza kuta mwanaume anatembea na msichana barabarani amevaa vibaya, lakini hawezi kumwambia. Ameogopa. Lakini ukimkuta pembeni atakuwa anasema wanawake siku hizi wanavaa vibaya. Lakini naye anawake wake hawezi kumweleza. Hata mtoto wako anavaa vibaya na hawezi kumwambia. Mwoga. Sasa mwoga utabarikiwaje? Ni vigumu. Bwana atusaidie sana. Kumbuka Adamu alipokosa kumwambia Hawa ili tuna tulikatazwa tusikule, akaogopa na akakula pia, na yeye walifukuzwa nje ya shamba la Edeni. Wewe mwanaume nini unaona kwako makosa na unaogopa kuambia mke wako? Msichana wako anafanya mambo yasiyofaa, anavaa vivazi vya ajabu, na wewe unaogopa kumwambia. Ndio maana uko nje ya baraka kama Adamu. Abichaya dhambi hawezi kufanikiwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni vizuri mpendwa, usifungie macho dhambi au tende baya. Tende baya ni vizuri kuliweka wazi, hili ni baya. Sio lazima iwe ni kwa vita. Kwa upole tu ili kosa, hili ni kosa. Vazi hili halifai. Tabia hii haistahili. Inaweza kufanya baraka ziingie maishani mwako. Lakini ukiona mambo yasiyofaa kwanza kwa nyumba yako na inspired. Hata wazazi wale wanasema watoto wa siku hizi wako hivyo. Watoto wa siku hizi. Mtoto wako anakuja anakuambia nani alinipiga? Namwambia kwani wewe ulikuwa mjinga, si ungempiga na wewe. Siku nyingine akikupiga na wewe pia unampiga. Mzazi mpumbavu. Kesho mwanao akiwa mbaya unasema pasa niombee mtoto wangu ameharibiwa. Ameharibiwa saa ngapi? Na wewe ndio umemlea vibaya. Umemfundisha mabaya. Anyway, simeni kwa mbaya. Najaribu kuamsha dhamira zako. Angalau tutoke katika giza
Na pia tusiendelee kuteseka mateso ambayo Mungu hakupanga, because most of the sufferings we go through, they are never ordained by God. Neither has it ever entered in the heart of God kutupitishia mambo kama haya, haijawahi. Lakini kwa sababu ya haya mambo nataja hapa, ndio inafanya Mungu anatuachilia. Hakuwahi panga kama Waisraeli wakifika Canaan watawahi enda Babylon kwa mateso. Hakuwahi panga, hata hilo halikuwahi kuwa ndani ya moyo wake. Lakini walipoingia Kanaani wakaona mema, wakasahau Mungu. Now they forced God to take them to Babylon. Hey, wakati na wewe unafuata marafiki zako, yani wewe umekuwa mlevi kwa sababu ya marafiki, that is why God will leave you to suffer. Hata mchai wa penye akikoroga Mungu hawezi kutetea. Unaroga kutoka ushago na unashika uko na roho, anarusha kutoka ushago kwenye tena Kisumu uko ndani kabisa, ni God. Lakini mchawi anarusha mshara kutoka uko na kupata ukiwa Nairobi, maana na wewe mwenyewe umekataa Mungu. Sasa Mungu atakulinda sana, atakulindaje na wewe mwenyewe umemkataa? Unafuata marafiki. Ulikuwa mtu mzuri, sasa marafiki wamekugeuza. Company ndio imekubadilisha. Tusikuwa na uwezo, wote walikuwa watu wanafanya hiyo, sasa ningefanyaje? Danieli alikaa na watu na alikataa. Sasa wewe unageuzwa na marafiki, unaanza kuwa mtu mbaya, mtu mpotovu, alafu unatarajia ati kesho utakuja kubarikiwa. Hakuna baraka kwa mtu ambaye alikuwa mzuri, ameruhusu company imembadilisha. Ameruhusu tabia potovu zimeingia kwake kwa sababu ya wale marafiki zake. Hawezi kuona kesho nzuri. Yani Mungu anasema atakuwa na mateso na kilio chake kitafananishwa. Ile uchungu wake wa maisha utafananishwa na mwanamke ambaye anataka kujifungua. Mapema ni sasa. Tabia ulizozitoa kwa marafiki ni wakati utupe mbali na wewe. Ndio sasa utaona mema. Zile tabia umeziga kwa watu, ukaona fulani ametoboa mpaka kitovu, ukasikia hiyo ni swaga, hata mimi lazima niwekelee chuma. Hizo ndio zinafanyanga tunafanya kazi, lakini pesa zenyewe hakuna. Yani Hagai anasema mifuko imetoboka. Akamwambia consider your ways. Walipomwambia tuna hata faida hatuna. Ni hatari sana kutawaliwa na marafiki. Na kukubali marafiki ndio walimu wako. They are your teachers. They teach you how to dress, how to talk. They teach you how to behave. You are taught by your friends. That is why you suffer. Never allow your friends to be your head. Only allow God to be your head. Never allow your friends to be your teacher. Let God teach you how to live. Hata kama una rafiki ana tabia za kwake, weka mpaka. Na usimnyamazie. Mwambie rafiki yangu, lakini hii tabia haifai. Kama sisi ni marafiki, this is not the right behavior. Hapa ndipo na Mungu naye atakusaidia. Lakini wewe ukisema shauri yake, kwa ushaga wanasemanga yule chui unamficha, ukimaliza kumficha ndio anakula. Huwezi kuficha chui. Watu wanakimbiza chui na wewe unamwambia chui ajifiche, atakumaliza. Sasa huyo rafiki yako unaona akifanya mabaya, unasema hiyo ni shauri yake, kesho ni wewe utakuwa umeingia kwa hiyo njia. Bad company ruins good morals. Hata usema mimi siwezi fanya hivyo, if you are among them, huwezi kaa kwa moshi unuke marashi. Hata kama ulikuwa umejipuliza marashi, the more unakaa kwa moshi inaisha, marashi inaisha, unaanza kunuka moshi. Usifanye marafiki. Wewe ndio kitu chako. Wewe walimu wako. Usikubali. Usikubali mpendwa.
hakikisha kwamba hata kama una marafiki wasikubadilishe, wasikufanye uige tabia zao mbaya, wasiwe walimu wako wanakufundisha. Tukae katika njia za Bwana, na usiwahi sema sitaki kumkosea rafiki yangu. Rafiki yako ni wa muda, hawezi kukusaidia mpendwa, na kama anakusaidia ni neema ya Bwana. Na kuna mahali rafiki hawezi fika. Wakati Ayubu anajikuna kuna, marafiki zake waligeuka. They had nothing to do until they changed. Wakaanza kumsomea sana. Mpendwa, usifuate marafiki, usifuate njia za marafiki, wala usifanye kama vile marafiki wanafanya. Sikubali mpendwa, shika ile njia ya Mungu. Mfalme mmoja, mtoto wa Suleimani, alipoanza kutawala, mtoto wa Suleimani alifanya makosa fulani kwa sababu ya marafiki. Wakati alianza kutawala, maandiko yanasema ambaye ni Rehoboamu alipoanza kutawala, kulikuwa na watu ambao Suleimani alikuwa ameweka katika shida fulani, na waliposikia Rehoboamu anatawala, nataka niseme tu kwa haraka usikilize. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 10 kuanzia mstari wa kwanza. Nasema Rehoboamu akaenda Shekemu, maana Israeli wote walikuwa wamekuja Shekemu ili wamfanye mfalme. Ikawa Yeroboamu mwana wa Nebati aliposikia tendo hilo, maana alikuwa Misri alikokwenda alipomkimbia mfalme Suleimani, Yeroboamu akarudi kutoka Misri. Wakatuma ujumbe wakamuita Yeroboamu, akaja na Israeli wote. Wakamwambia Rehoboamu, wakasema, baba yako alifanya zito kongwe letu, basi sasa upunguze utumwa mgumu kwa baba yako na kongwe lake zito alilotupika, nasi tutakutumikia. Akawaambia, mnirudie baada ya siku 3. Watu wakaenda zao. Mfalme Rehoboamu akataka shauri kwa wazee waliosimama mbele ya Suleimani baba yake alipokuwa hai bado. Akasema, unanipa shauri gani la kuwajibu watu hawa? Wakamwambia, wakasema, ukiwa mwema kwao watu hawa na kuwapendeza na kuambia maneno mazuri, hapo watakuwa watumishi wako siku zote. Lakini akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana walika yake waliokuwa washauri wake. Akawaambia, je, mnanipa shauri gani la kuwajibu watu hawa waliosema nami wakisema, kongwe alilolipika baba yako utufanyie kuwa lepesi? Na wale vijana waliokuwa pamoja naye wakamwambia, wakasema, waambie hivi watu wale waliosema nawe wakinena, baba yako alilifanya kongwe letu kuwa zito, lakini wewe tufanyie jepesi. Waambie hivi, kidole changu cha mwisho ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Basi kama baba yangu aliwatwika kongwe zito, mimi nitaongeza kongwe lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, lakini mimi nitawapiga kwa unge. Huyu ni Yeroboamu. Akafuata marafiki, maboiboi wake, masanse, makuyu. Akafuata kilende, akawacha ushauri wa wazee. Mpenda, usifuate marafiki. Maandiko ukiendelea, maandiko yanasema Israeli waliasi. Mfalme wa Rehoboamu kuanzia siku hiyo waliasi, hawakuwahi kubaliana naye tena.
Na nani wanampoteza huyu mtoto wa Suleimani? Suleimani alikuwa na hekima, lakini mtoto wake amezaliwa. Sasa mtoto ametafuta ushauri kwa vijana, mabeste, mamorio, vijana walika yake. Akatafuta ushauri kwa, na wale wakamjibu mashauri mabaya. Kamwambia waambie sasa kidole changu kidogo ni kikubwa kuliko kiuno cha baba yao. Kama baba yangu aliyopiga na mjeledi, mimi nawapiga na chuma. Na wazee walimwambia na Abrahamu, ukiwa ongelesha vizuri watakutumikia milele. They will be a servant forever. Lakini angalia amepotezwa na vijana, marafiki zake. Chunga sana mpendwa. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia, wakati mtu amefanya marafiki zake ni kichwa chake, amefanya marafiki zake ni walimu wake, uchungu wake utakuwa kama mwanamke aliye katika kuzaa. Sio nini ambacho mpenda umefuata marafiki? Ni wapi ulikuwa umekwama na marafiki ndio amekushauri? Enda ukafanya hivi. Chunga sana usije ukalia. Mimi nakurudia tena, friends can advise you but they cannot share the problems you will have. They can't. They will run away. Rafiki mwambie mwenzake awache mume wake wakae naye. Akikaa kidogo anamwambia sasa si nimekuweka, sasa jipange. Na alikwambia wewe acha huyo mwanaume kuja tukae na wewe, tutalipa nyumba pamoja. Ukishakuja mkikaa wiki moja, wiki ya pili analeta kazini yake na kufukuzaye kwa mbitoka. Na alikwambia wacha mzee. Mpenda usifuate washauri wa marafiki. Tafuta sana Mungu. Wale wazee waliokaa karibu na Suleimani walisimamia ushauri wa Bwana. Sababu Suleimani alikuwa na hekima ya Mungu. Kwa hiyo wale wazee walikuwa wanajua hekima ya Mungu. Ndio maana walimpa ushauri wa kiungu. Lakini vijana, mabeshte wake, marafiki zake walimpa ushauri mbaya sana. Uliyofanya Israeli hawakuwahi kubaliana na Yeroboamu kwenye utawala wake. Wakati maisha yako yanaweza kuharibika ukifanya marafiki wa kuwa kichwa chako. Ukiruhusu marafiki wa kutawala, wa kufundisha cha kufanya, wa kuongeza, unakopi marafiki. This is what will make you suffer in life. And the suffering that God has never ordained for you. Mateso ambayo Mungu hajawahi kuweka kwa maisha yako. Lakini kwa sababu ya wewe mwenyewe kuwafuata marafiki. Nimekwambia mtu anaitwa Sauli alipofika Amaleki, badala afuate neno la Mungu, wale watu walitembea na yeye, aliwasikiliza wao. Akamwambia hizi ng'ombe nono, mbuzi nono, kondoo nono, mfalme Agagi tusiwabalize, tuwabebe tupeleke. Na Mungu alikuwa amesema don't carry kama kitu. Malizeni kila kitu. Na wakati Sauli anateseka, wale marafiki hawakuwa naye, they never suffered with him. Aliteseka peke yake, hata akihangaikia mpaka kwa mganga alikuwa peke yake. Wale marafiki waliomwambia wachukue kondoo nono wa kujenasa hawakuwa naye. Usifanye marafiki zako kichwa chako, you will suffer alone if you mess up. Usiruhusu marafiki wa kufundisha za kufanya. Usiwafanye kuwa walimu wako, utateseka sana. Lakini pale Yeremia, sikiliza maneno haya mpendwa. Nimekupa neno la Bwana vile lilivyo. Ukiona linafaa lichukue. Ukilikataa pia itakuwa ni wewe mwenyewe. Lakini mpendwa, tuweke mipaka kwa marafiki. Maana sio kila mtu unaona rafiki ni rafiki. Nakwambia wengine ni marafiki mdomoni, moyoni si rafiki. Daudi anasema wanabariki na midomo, lakini moyoni wanalaani. Bwana kusaidia sana. That's why it is good to pray and pray and pray always.
kwa sababu moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo wa mwanadamu mdanganyifu sana. Usifanye rafiki yawe kichwa chako. Usiruhusu rafiki yako akufundishe cha kufanya. Mtafute Mungu. Mwimbaji anasema hapana rafiki kama Yesu. Yeye pekee ndiye rafiki wa kweli. Wengine mpendwa ni part-time friends. Kwa muda tu wanaweza geuka, na tena shetani anaweza kuwaingia. Aliingia Judasi akiwa karibu na Yesu, na kukataa, alimbeba shetani na akatekeleza lengo la shetani. Bwana Yesu amsaidie sana na unisikilize. Sasa ni Biblia inasema, nawe ukisema moyoni mwako, mbona mambo haya yamenipata mimi? Ni kwa sababu ya wingi wa uovu wako, malinda yako yamevunuliwa na visigino vya miguu yako vimeumia. Ukifanya marafiki kuwa kinywa chako, maishani mwako utakuwa unauliza mbona, why me, why me, why me? Why me all this, why this, why this? Ni matamshi ya watu ambao they have made their friends to be their head and their teacher. To the point, ulikuwa mtu wa church, sasa wewe si mtu wa kanisa. Uliacha kanisa, ulijoin ile kikundi cha yogo, ndio kanisa yako. Ngine ile kikundi ya urembo, siku ya ibada ndio siku unaenda kutafuta urembo wewe. Marafiki walishakutoa kanisani. Ngine join kikundi cha tuari, siku ya ibada wewe unaenda kupiga raundi, unazurura huko na kule na mabeshte. Ulikuwa mtu wa church, lakini mabeshte wamekutoa kanisani. Sasa unaandana mtaani watu wakiabudu Mungu. Siku utakuwa na shida, hivyo ndio Mungu atakuwa anatangatanga na wewe ukiwa ndalia shida. Maisha ya Mungu kimbia duniani. Sasa na wewe wacha watu waabudu na wewe unatangatanga. Na wewe siku utakuwa na shida, watakuombea chungaji, lakini Mungu atakuwa yeye anatangatanga vile vile unatangatanga. The way you carry God, the way He carries you, no matter how you be prayed for. Mungu si mzee, alizeeka. Siku ya leo wachungaji wengi sisi ni watu tu, hatuna macho ya kiroho. Kila anayekuja Bwana na pesa tunamwekea maombi ya rakara, tena ya nguvu. Tunakemea mapepo ambayo hakuna. Hata uombewe, Mungu anajua rekodi yako. Na alimwambia Musa, although is a merciful God, He cannot impute righteousness on a sinner. Hawezi kumhesabia mtu mwovu kwamba hana hatia, hata kama ni Mungu wa huruma. Hawezi. Hata uombewe na nani, Mungu hawezi kumhesabia mtu mwovu kwamba hana hatia. Ni maneno aliyarudia kitabu cha Naumi. Hawezi kumhesabia mtu mwovu kwamba hana hatia. Hawezi. Wala uhai wake hawezi kuhifadhi. Atamfuatia mpaka gizani. Angalia sana mpendwa. Angalia sana, aibu inatupata kwa sababu tunashikilia uovu, maana tunawafuata marafiki. Kuna watu ambao walikuwa wazuri lakini leo wameshika uovu because of their friends. Na kwa sababu Mungu anasema utakuwa unalia unauliza, mbona mambo yangu yako hivi? Mbona maisha yangu yako hivi? Lakini wanasema ni kwa sababu ya uovu ambao umemshika kutoka kwa marafiki zako. Ndio utakufunulia marinda na kukupiga kisigino chako. Aibu na mwanguko ni kwa sababu ya kuwafuata marafiki, kukataa kumfuata Mungu. Shindano linasema, je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake au chui madoadoa yake? Kama aweza, ndivyo nanyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya. This is the danger of making your friends your head. When your friends change you, Mungu anasema you cannot change back. Hatari kabisa. Kama unaruhusu marafiki zako wakubadilishe, Mungu anasema kurudi tena kwa hali ya uhalisia ni ngumu.
Ndio nikwambia tabia za kwa watu ni hatari sana. Ni hatari kama tatu. Ukishajibandika tatu, labda tukate nyama. Bwana tusaidie sana. Kumbe ukifuata marafiki, hiyo tabia ikishazoelewa ndani yako, Mungu anasema sasa kubadilika ni ngumu. Angalia hata Sauli aliposikiliza wale walikuwa na yeye, hata kama alipewa nafasi ya kutubu, Sauli never repented. Samueli amemuuliza Sauli mara 3, ulifanya nini? Sauli alimshikilia, nilitii sauti ya Mungu. Mpaka Samueli anamwambia, Mungu ameniongelesha usiku. Sauli bado anasikataa, anamwambia mimi nilitii. Mara ya 3 Sauli anauliza, na hii sauti nasikia ya kondoo. Sauli bado anasema nilitii. Mpenda, usifuate marafiki. Ukiruhusu marafiki wakufundishe, what they will teach you, you will never come out of it. Utakuwa permanent kama tattoo. Na sasa hapo ndipo utakuwa unalia tu pale. Utakuwa unalia. Kwa sababu sisi ni watu we never think. Utakuwa na blame tu wa shosho yako, anti yako fulani wa kwenyu. Kumbe ni marafiki ndio walikufundisha mabaya ambayo yameleta mateso maishani mwako. Some of us are blaming witches, sorcerers and the devil, but it's not the devil making us to suffer. It is the behaviors, the bad behaviors, the bad things we committed in the name of friends. Marafiki wanakusurutisha, mnaenda mnamshika mtu, mnampiga, mnamnyang'anya, mnamwacha hali mahututi. Siku 2 3 mwezi mmoja unasikia yule jamaa mlimpiga alikufanga. Sasa yani wewe duniani ni kuteseka tu mpaka jehanamu. Maana kitu cha kwanza, you can never advocate you are the one. Huwezi kubali. Hata saa hii nikizungumza hivi, huwezi kubali kama mlimpiga mtu akakufa. Na watu wako hapo wengi sana wananisikiliza. Hata hii mwaka tuko ndani, wamempiga mtu na wakasikia alienda hivi na akakufa. Na wanafikiria wako salama. Huwezi kuwa salama. Ni mateso tu mpaka jehanamu. Usifanye marafiki mpenda kuwa kitu chako. Because what they can form in you, it is not easy to take it out. Mpaka Mungu anasema kama mkushi anaweza geuza rangi yake, basi na watu hawa waliozoea mabaya wanaweza badilika. Sifuata marafiki mpendwa. Usije marafiki. Usikubali wale washauri wako. Tafuta sana Mungu. Mstari wa 24 anasema kwa sababu hiyo nitawatawanya kama makapi yapitayo kwa upepo wa jangwani. Ukifuata marafiki, Mungu anasema anakutawanya kama makapi yapitayo, anakutawanya kama makapi. Mungu atusaidie sana. May the Lord help us. You know, wana wa Israeli wakitoka Misri, Mungu akawaambia mkifika Canaan, because I will not destroy everybody in Canaan. I will destroy them one by one, little by little. Kwa hivyo akawapa maonyo, when you reach there, don't learn their ways. And the altars destroy. Lakini walipofika Canaan, maandiko yanasema they started intermarrying. Wakaanza kujifunza tabia hizo. Kiasi wakazoea. Mpaka Mungu anamwambia Yeremia, these people hawezi geuka, maana sasa umeshazoea. Kwa hiyo nitabiri ni watawanya kama makapi ya upepo. Kwa upepo. Mtu wa Mungu, usifuate marafiki zako. Usikuta watu wanafanya na ukasema nilikuta wanafanya na mimi nafanya. It is so dangerous. Shadrach, Meshach na Abednego walikuta watu wanainamia sanamu, but they said we can't bow. Kama walitishiwa, mpenda usitishiwe na ukakubali tabia
kwa sababu ya watu ulikuta wanafanya. And they are among you, ni marafiki. Nikikosa tu pesa wananisaidianga. Msaada mwanadamu mpendo, it has limits. But the help of God is limitless. Mwanadamu anaweza kulipia bili ya hospitali lakini hawezi kutoa ICU, hawezi. Lakini Mungu anaweza kutoa. Lakini wanadamu tunaweza changa hapa 500 tukulipia pesa ya kuingia theater, lakini ndani ya theater hatuwezi kukutoa. Labda Mungu ashuke. Sasa msaada wa mwanadamu mpendo una mipaka. Lakini msaada wa Mungu hauna mipaka. Hata kama mtu anakusaidia, usijifunze tabia zake. Usijifunze menendo yake. Usifanye bila anafanya kwa sababu anakusaidia. Kataa dhambi mpendo. Kama ziko ndani ya rafiki, kataa dhambi. Ni afadhali rafiki aondoke lakini Mungu abaki. Kwa sababu hata hapa tulipo Nairobi sasa hivi, kila mtu ametokea ushago. Kule ushago ulikuwa na marafiki, shuleni ulikuwa na marafiki. Walienda wapi? Kama ulikaa tuseme Kisumu kabla ya kuja Nairobi mjini, kulikuwa na marafiki ulikuwa nao Kisumu. Siku ulitoka huko walienda wapi? Mpenda don't be moved by friends to do what I do. Kwa sababu Mungu anakuambia utatawanywa kama makapi. Maisha yako yatakuwa ni uchungu kila siku. Usiwahi enda kupiga mtu kwa sababu rafiki zangu wanaenda kumpiga mtu. What will cost in your life you will never enjoy it again. Siambatane na marafiki kwenda kufanya mabaya mpendwa. Maisha yako yasije akaingia maisha kutawanywa. Tawanywa. Sikubali mpendwa. Shina anasema hii ndio kula yako, fungu lako ulilopimiwa na mimi, asema Bwana, kwa kuwa umenisahau na kutumainia uongo. So when you make your friends to be a teacher and you make your friends to be your head, it is a sign that you have forgotten God and you have trusted in lies. Kwa hivyo marafiki ni waongo mpendwa. Uliza Ayubu atakwambia ni waongo. Kitaka kujua ni waongo. Hata mlevi anajua. Mlevi anajua kabisa. Mlevi akiwa na pesa anawanunulia, lakini wacha akose pesa. Utakuta mlevi anaomba watu ambao wakunywange, na waambia sinunulie tukaunga haki. Leo nitalala njaa. Kwa nini usiende baa ukauliza unga? Sababu marafiki ni waongo tu. Ukiharibika hawakujui. Lakini Mungu ndiye wa kweli. Kwa shida na kwa raha anakuwa na wewe, hata katikati ya moto anakuwa na wewe. Lakini marafiki, unaweza shikwa rafiki aseme nikienda watanishika hata mimi. Rafiki haogopa. Lakini Mungu hawezi kuogopa mahali, anaenda kila mahali. Usifuate marafiki mpendwa ukamsahau Mungu wako. Usiweke marafiki mbele ukasahau Mungu, ukashika uongo wa marafiki zako. Hata tutakuwa na wewe milele. Hii kikundi yetu ni ya milele. Uongo mpendwa. Unaweza hama Nairobi uende kwingine. Mtahama na marafiki watabaki. Marafiki zako wanaweza hama, huwezi hama na wao. Sasa usiwahi danganya na rafiki ati rafiki wetu ni wa milele. Sasa sisi tumeamua uanze kufanya uovu. Msamo ni uongo wa marafiki. Teteseka sana. Tukapokuwa unazunguka huko hakuna kitu, naenda huko hakuna mema. Msaada unaukosa, maisha ni ya uchungu. Na watu leo wamekosa ndoa kwa sababu ya kufuata marafiki. Wengine maisha yamekuwa messed up because of just following friends, being deceived by friends. Wengine wanaozea jela sahi kwa sababu ya kudanganya na marafiki. Marafiki hajawahi enda hata kumwona, na yeye ameozea jela, hana mtetezi. Hata wengine wazazi wao wanafikiria walikufa. You know there are people in jail today. Parents they think my child died. Maana hata simu hakuwa nayo. Alishikwa na mabeshte. Na mabeshte hawakusema kama
alishikwa, yeye anakaa ndani. Wazazi wanasema mtoto wetu ni kama alikufa, kumbe yuko jela. Usifuate marafiki mpendwa, fuata Mungu. Usifuate marafiki ukamsahau Mungu, ukafuata na uongo. Bwana Yesu akusaidie sana wewe ambaye unanisikiza siku ya leo. Mstari 26 anasema hivi nikimaliza: kwa ajili ya hayo mimi nami nimefunua malinda yako mbele ya uso wako, na aibu yako itaonekana. Nimeona machukizo yako na uzinifu wako na uwembe wako na uasherati wa ukahaba wako juu ya kila mlima katika mashamba. Ole wako Yerusalemu, utaki kutakaswa. Mambo haya yataendelea hata lini? Kuna mambo ambayo tunajifunza kama marafiki yametajwa hapa: uasherati, uzinzi na ule uwembe. Kujisikia tuko wengi yani hamuambiliki, maana mko wengi. Najua nikisituliwa hivi naita wenzangu, masabise wenzangu, sio muda mrefu tutajikuta mahali unajua kitanda ya hospitali ya wanarangi wagonjwa wawili. Sasa usiwe na umbwembe kifua mbele, kwa sababu tuna marafiki tuko wao wengi. Kitanda ya hospitali wanarangi wagonjwa wawili, kule riata anaingia mtu mmoja. Chumba sana mpendwa. Kizimbani, kotini ni mmoja baada ya mmoja. Mashtaka yanasoma mmoja baada ya mwingine. Rafiki yake mnaweza fanya wewe na rafiki, kumbe kwao matajiri. Akishikwa hivi baba yake anatuma hela, anatoka, wewe utabaki ndani. Utakuwa mgeni wa nani? Sifuata marafiki mpendwa. Kafanya mambo ya uzinzi na usharati na ubwembe fulani. Mungu anauliza mambo haya itakuwa mpaka lini? It is time for us to repent and change. Tugeuke mapema, tumfuate Mungu, tujifunze kwa Mungu aliyetuumba, tufanye yale yanayompendeza, usibadilishe na marafiki. Na kama umegeuza na marafiki, return back before it is too late. Stop that behavior ambayo umetoa from friends before it is too late. Tukae katika njia za Bwana, and we will never regret in life. By the special grace of God, mimi nafika hapa siku ya leo. Aliyeandikia kusikia amesikiliza. Mungu msaidie sana kutafakari hayo na kufanya mabadiliko yanayofaa. Andika anasema Mungu anatuwazia mema. Anasema wote wapendao na wakemeo. Usinione mbaya kwa sababu nimetaja mambo fulani. Haya yote ni kwamba Mungu anakupenda. Na lengo kubwa anataka utubu ili kesho isiwe mbaya, kesho iwe nzuri. So ndio azungumza yote hayo, mazito yote hayo. Lengo kubwa ama ishara ni upendo wa Bwana, na lengo kubwa ni sisi tutubu ili kesho isiwe mbaya, kesho yetu iwe nzuri. Kwa hivyo usikatae neno wala usimuone mhubiri mbaya, kwa maana kuna tabia fulani unayo amehitaji. Utakuwa umeharibu sana, utakuwa umeongezea makosa mara mbili. Sikubali. Kama kuna mambo nimetaji umesikia, ni wewe sasa tafuta njia ya kubadilika. Mrudie sana Mungu kubadilisha ili kesho usije ukaomboleza. Kwa jina la Yesu. Maana ulipo tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu usiye milele, asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante Bwana kwa wale umegusa wakasikiliza. Naomba ulitie neno lako huduma likafanye kazi, taonekana ushuhuda na mabadiliko, na sifa zote Bwana zitakurudia. Kizuizi Bwana ukaondoe, miinuko wa shetani kinyume na injili Bwana ukaondoe. Mishara yote ya giza ninakanusha na kurejesha katika jina la Yesu. Washa neno lako lifanye kazi Bwana, na kusudi lako likatimie, na sifa zitakurudia. Zile tabia ambazo zitaleta mateso tumezitoa kwa watu,
Bwana, tunaomba neema ya kuziacha. The life side that we learn from people that will make us to suffer. Tunaomba utukirimie neema ya kuacha, tukarudi katika njia zako na kushika kweli yako Bwana, ili kesho ikawe kesho nzuri. Tusaidie sote, kwa maana uwezo ni wako. Ukizidi kutufungua macho na kutambua yafaayo na yasiyofaa, na uwezo wa kuyaacha yasiyofaa na kushika yaliyo mema. Tusaidie Bwana, kwa maana uwezo ni wako. Mahali hapo uzidi kupalinda, ukalinda watu waliosikiliza, walio mbali na wokovu kawasongeza karibu, na waliokubali wokovu Bwana wasimamisha imara, kwa maana uwezo ni wako. Mahali hapo tunaomba amani na utulivu, masaa ya mbele yako ya masaa ya baraka na ushindi, mikasa, mikosi, majali, maroho ya ukabila, chuki, ugomvi, vita, tunakemea maroho ipate kushinda katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukazidi kutawala na kutimiza kusudi lako jema. Nena hili Bwana ukalitie nguvu na ukaliweke imara mahali hapo. Kizuizi cha injili sehemu kiondoe Bwana Yesu. Mishale ya shetani na watu wake kinyume na injili I reverse back in the name of Jesus. Neno lako likasimame na likakomboe wengi, na sitakurudia Bwana. Damu yako ya dhamana itufunike na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile ushivyo mapenzi yako pekee, yatumie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama na uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama na uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu wa amani bariki sana, kusaidie kutembea mema. Wewe ni mbaya usitende, kama unapitia shida vumilia, usiache kuomba. Unapoomba mwambie Mungu kweli wako wote, naye Mungu atakusaidia, kwa maana ndiye mwenye nguvu. Unapatikana mtandaoni Holy Kenya, on the internet you have the truth. You can find us on Holy Kenya. Ikawa ni baraka sana.